Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema ataibadilisha sura ya Mashariki ya Kati. Waziri mkuu huyo amesisitiza kwamba kampeni yake dhidi ya Iran itabadili sura ya Mashariki ya Kati wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana vikali kwa siku ya 5 sasa. Waziri mkuu huyo amesema kwamba kampeni yake dhidi ya Iran itabadili sura ya Mashariki ya Kati wakati nchi hizo mbili zikiwa katika mapambano makali, na wakati yeye binafsi akieleza kwamba lazima hakikishe eneo zima linakuwa katika sura tofauti na iliyopo wakati huu. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Netanyahu alisema kuwa Israel itawaondoa viongozi wa kiusalama wa Iran mmoja mmoja, na kwamba kwa kufanya hivyo wanabadili sura ya Mashariki ya Kati, na hilo litaleta mabadiliko makubwa ndani ya Iran yenyewe. Tumeua safu ya juu ya viongozi wa usalama wa Iran, wakiwemo wakuu 3 wa kijeshi, kamanda wao wa jeshi la anga, wakuu 2 wa kijasusi, na jana tulimuua mwingine wa jeshi na jeshi la walinzi wa mapinduzi. Tulimlenga mkuu wa kitengo chao cha operesheni, tunamuondoa mmoja baada ya mwingine, alisema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Wakati huo Netanyahu ametoa kauli hiyo huku Iran nayo ikiendelea kuvurumisha makombora dhidi ya Israel, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran likijigamba kwamba mashambulizi yataendelea bila kukatizwa hadi alfajiri, na ndicho ambacho kimetokea. Hapo awali matangazo ya moja kwa moja ya shirika la utangazaji la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yalikatizwa wakati shambulizi la Israel lilipopiga jengo la shirika hilo mjini Tehran. Mtangazaji aliyekuwa mubashara alilazimika kukimbia kufuatia mlipuko mkubwa na kusababisha tishio la Iran la kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya habari vya Israel. Muda mfupi baada ya shambulio hilo, matangazo yaliendelea tena, huku afisa mmoja mwandamizi katika kituo hicho akisema sauti ya mapinduzi ya Kiislamu haitanyamazishwa na operesheni za kijeshi za Israel. Na huko nchini Canada, viongozi wa dunia katika mkutano wa kilele wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda za G7 wamekuwa na juhudi za kutafuta njia ya kudhibiti mzozo kati ya Israel na Iran, huku rais wa Marekani Donald Trump akionya kwamba Tehran inahitaji kuzuia mpango wake wa nyuklia kabla haijachelewa. Trump amesema viongozi wa Iran wangependa kuzungumza, lakini tayari walikuwa na siku 60 kufikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia, na wameshindwa kufanya hivyo kabla mashambulizi ya anga ya Israel kuanza siku 4 zilizopita, akisisitiza kwamba lazima wafanye makubaliano. Kiongozi huyo ameandika kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social akisema kila mmoja anapaswa kuondoka mara moja Tehran, kwa maana kutakuwa na mashambulizi mazito ambayo yatafanywa na Israel. Donald Trump wa Marekani amelazimika kukatisha mkutano wa kilele wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda G7 unaofanyika nchini Canada, akisema kuwa ataondoka mapema na kurejea Washington kutokana na hali inayoendelea Mashariki ya Kati. Canada na viongozi wa Ulaya wanatazamiwa kuandaa taarifa ya pamoja kuhusu mzozo huo, lakini wanadiplomasia wanasema kuwa Trump hajajitolea kuunga mkono tamko hilo la kutaka kupunguzwa kwa uhasama. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliwaambia waandishi wa habari kwamba Ujerumani inapanga kuandaa pendekezo la mwisho la tamko la pamoja kuhusu mzozo huo ambao litasisitiza kwamba Iran lazima kwa hali yoyote isiruhusiwe kupata nyenzo zenye uwezo wa silaha za nyuklia, Trump alipendekeza. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa upande wake amesema viongozi wa G7 wana wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, lakini pia anaona kuna haja ya makubaliano ya kupunguza mapigano. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, Japan ambayo ina uhusiano wa kihistoria na Iran na shinikizo kidogo la ndani kuhusiana na Mashariki ya Kati, limekwenda kinyume na washirika wake wa magharibi kulani mashambulio ya Israel na kusema kwamba halikubaliki kabisa na ni la kusikitisha sana. Hata hivyo, Japan ambayo inaamini kwamba Israel ina silaha za nyuklia lakini inaikataza Iran kuwa na silaha hizo, imeeleza kwamba huu ni kama unyanyasaji. Ikiwa mataifa hayo yatalazimika kutokuwa na silaha za nyuklia, haipaswi kuwa kwa upande mmoja. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.